Wana Yanga wanakuambia kwamba Al Ahly wamefika kwenye gereza la Guantanamo. Je, ni kweli itakuwa hivyo ama Al Ahly ndio ambao watawapeleka Yanga kwenye gereza hilo? Hebu tusubiri tuone nini hasa ambacho kitajiri hapo baadaye majira saa 10 kamili. Sasa tayari kwa upande wa klabu ya Yanga kupitia mwalimu Pedro Goncalves wameshajiandaa kuelekea kwenye mechi hiyo, na tayari kikosi ninacho hapa ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo hapo baadaye. Kabla sijakwenda kukuangazia kikosi hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans ambacho kinatarajia kuanza dhidi ya Al Ahly. Tunafahamu kwamba huu ni mchezo mkubwa kwa upande wa klabu ya Yanga. Ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu dhidi ya Al Ahly. Kwa upande wa mwalimu Pedro Goncalves, kitu pekee ambacho anakihitaji ni nidhamu ya hali ya juu zaidi kwenye upande wa ulinzi, lakini pia umiliki mzuri katikati na mashambulizi ya haraka kupitia kwenye maeneo ya pembeni. Kikosi hiki ambacho amekuja nacho mwalimu Pedro Goncalves ni mpango mzuri zaidi wa kuhakikisha wanajilinda vizuri na kushambulia kwa akili zaidi. Hiki hapa ndicho kikosi. Kwa upande wa golini yupo golikipa Djigui Diarra. Djigui Diarra tunafahamu huyu ndio golikipa nambari 1 ndani ya klabu ya Yanga. Ni golikipa ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa kwa mechi hizi zenye pressure. Jukumu lake kubwa litakuwa ni kuongoza zaidi kwenye eneo la ulinzi, lakini pia anakuwa imara kwenye mipira yoyote yale, lakini pia hasa mipira ya juu ambayo atakuwa anaitumia zaidi kwa upande wa Al Ahly. Kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Kibwana Shomari. Kwa upande wa Kibwana Shomari tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na kasi, lakini pia na uwezo wa kupanda, lakini pia yeye kwa namna ambavyo mechi hii itakuwa inamruhusu zaidi kucheza kwenye eneo la chini zaidi kutokana na uimara mkubwa wa wachezaji wa Al Ahly kutokana na kasi yao. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Diarra. Kwa upande wa Zimbo Diarra tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa ni mzoefu. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtegemea zaidi kwenye eneo la kutoa cross, lakini pia na kupanda kwa wakati, lakini pia na kulinda kwenye eneo hilo la kushoto. Wakati huo kwenye upande wa mabeki wawili wale wa katikati yupo Dickson Job. Kwa upande wa Dickson Job tunafahamu ndiye ambaye atashikilia kitambaa kwenye mchezo wa leo. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa ni msomaji mzuri wa mchezo kutokana na utulivu wake na maamuzi yake mara zote. Atakuwa akihusika zaidi kwenye kuzuia mipira ya chini na kupanga safu ya ulinzi. Wakati huo pia Ibrahim Baka atasimama kwenye eneo la beki wa katikati pia akisaidiana na Dickson Job. Kwa upande wa Baka tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na uwezo wa kushinda mipira yote, yani ya chini pamoja na juu. Jukumu lake kubwa ni kupambana zaidi na kuondoa hatari zote, lakini pia na kulinda mpira kwenye eneo lake la mguuni. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa viungo katikati yupo Mohamed Damaro. Kwa upande wa Damaro tunafahamu ni kiungo ambaye amekuwa na nguvu zaidi ya kukaba kwenye eneo la kiungo, ana uwezo wa kulinda, lakini pia kazi yake kubwa ni kuvunja mashambulizi ya Al Ahly kabla hajaweza kufika kwa upande wa walinzi. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Duke Abuya. Kwa upande wa Abuya tunafahamu ni kiungo ambaye amekuwa na nguvu, lakini pia amekuwa na kasi, uwezo wa kusukuma mpira kwenye eneo la mbele, atakuwa akisaidia zaidi ulinzi na kusafirisha mipira kwenda kwenye eneo la washambuliaji. Kwenye eneo la kiungo mshambuliaji wakati huu baada ya kuanzia bench kwenye mchezo dhidi ya Al Ahly ule uliopita, Pacome Zouzoua kwenye mchezo huu wa pili kwa sababu mwalimu anataka kushambulia kwa haraka. Pacome ndiye ambaye atakuwa mbunifu kwenye mechi hii ya siku ya leo kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupiga pasi za mwisho na uwezo wa kutunza mipira. Jukumu lake kubwa ni kuunganisha kiungo kwenye eneo la kushambulia na kutengeneza nafasi kwenye eneo na kutengeneza zile nafasi tunasema kwamba za kufunga. Lakini pia Max Nzengeli atasimama kwenye eneo la winga pembeni kulia. Kwa upande wa Nzengeli tunafahamu ana kasi, ana uwezo wa kupiga chenga na kuvuruga mabeki, atakuwa akitumika kushambulia kwa kasi zaidi na kuweza kurudi kwa wakati kwenye eneo la nyuma pale ambapo Al Ahly watakuwa wakishambulia. Lakini pia Alan Okello atasimama kwenye eneo la winga ya pembeni kushoto. Okello tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa ni mbunifu mara zote. Ana uwezo wa kuingia ndani. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtegemea zaidi kuingia katikati kusaidiana na Pacome kwa ajili ya kutengeneza nafasi wakati wakiwa wanashambulia. Lakini pia kwenye upande wa mshambuliaji wa mwisho atasimama Depu, ambapo tunafahamu kwa upande wa Depu ni mshambuliaji ambaye ana nguvu, ana uwezo wa kucheza hata kama mabeki wawili wakiwa wanamzuia. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kushikilia mpira zaidi kwenye eneo la mbele, kusubiria huduma zaidi ya Pacome na mawinga wote wa pande zote mbili kutokana na nafasi ambazo watakuwa wakizitengeneza.